السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الحمد لله. أما بعد، baada ya kumshukuru Allah na kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ayuha almustami'un alkiram, ndugu zetu wasikilizaji, ainama kuntum, popote mlipo, leo tunaanza katika taamulati yetu katika suratu Yusuf. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, bismillahir rahmanir rahim, alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Maana ya alif lam ra, tumeeleza maneno katika yalotangulia juu ya herufi zilizokatwa na kutengwa katika mwanzo wa suratul Baqara. Tilka ayatu alkitabil mubin, hizi ni aya za kitabu mubin, kilichobainika, kilicho wazi katika maana yake, mahalalisho yake, maharamisho yake na uongofu wake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun. Inna, sisi, anzalnahu, tumekuteremshia qur'anan arabiyyan, Qur'ani kwa lugha arabiyan ya Waarabu. Kwa nini tuteremshe Qur'ani katika lugha ya Kiarabu? Huenda nyinyi Waarabu taqiluna, mkayatia akilini maana yake, mkafahamu, mkatenda kulingana na uongofu wake. Ndio maana na sisi Qur'ani tukaiteremsha katika lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kwanza, hizi ni aya za kitabu kilicho wazi, manake Qur'ani iko wazi. Halafu inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun, hakika yetu sisi tumeteremsha Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu mpate kutumia akili zenu. Allah kasema, nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi lamina alghafilin. Nahnu naqussu alayka, sisi tunakusimulia wewe ayuha rasul, ewe mtume, ahsana alqasas, visa vilivyo vizuri zaidi, bima awhayna ilayka, kwa wahi tulokuletea, wahi huwa Qur'ani, hadha alquran, wa kupitia hii Qur'an, wa in kunta min qablihi, na ingawa kabla kuteremshiwa hii Qur'ani, la min alghafilin, ulikuwa ni miongoni mwa walioghafilika nazo, hujui chochote kuhusu habari hizi. Hapa tunaweza kujiuliza swali, kabla Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kufanywa kuwa mtume, je, alikuwa akijua habari za Yusuf? Na je, Mayahudi walikuwa wakijua habari za Yusuf? Naam, mtume alikuwa hajui kitu kabla ya kuteremshwa Qur'ani, na Mayahudi walikuwa wakijua kwa sababu wao walikuwa wakisoma vitabu na Manaswara. Nabda'u ahsana alqasas la natawaqaf ba'da sabri al-anbiya ya'ti sabru Yusuf. Ndugu zangu, tunaanza simulizi bora zaidi, ahsana alqasas. Hatusimami baada subra tu ya manabii, kuna kuja subra ya Yusuf, ru'yatu Yusuf wa kaidul ikhwa. Hapa ndoto ya Yusuf na hila ya ndugu zake. idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aytu 11 kawkaba wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin. Idh qala Yusuf, kumbuka ewe mtume kuambia watu wako, idh qala Yusuf, neno la Yusuf kumwambia, li abihi, kumwambia babake, ya abati, akamwambia ewe babangu, inni raaitu 11 kaukaba, mimi nimeota usingizini kuona nyota 11, washamsa wal qamara, na jua na mwezi, hizi zote raaituhum li sajidin, zikinisujudia. Ndoto hii ilikuwa ni bishara ya cheo kikubwa cha ulimwenguni na akhera alichofikia Yusuf
amani imshukie. Hapa ndugu zangu, tutaona watu wakionga wa Masjidul Haq, sote tulokuwa hapa. Yusuf alimwambia babake, babangu, hakika mimi nimeota nyota 11, najua na mwezi nimeona wakinisujudia. Manake kwa sifa hivi vitu vya binadamu, sijui tumeelewana. Lakini yule baba akamwambia, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida inna ash-shaytana lil-insani aduwwun mubin. Qal Yaqub, amani mshukie, alisema kumwambia mwanawe Yusuf, ya bunayya, ewe mwanangu, kwa ismu tasghir, la taqsusu ru'yaka ala ikhwatik, usiwatajie ndugu zako ndoto hii. Fayakidu laka kaida, watakuhusudu, watakufanyia uadui, na wanafanya hila za kukuua, watatumia njia hiyo. Mtoto akashangaa, kwa nini wanifanyie mambo mabaya ndugu zangu? Tumetoka pamoja. Jawabu likaja, inna shaitana, hakika shetani, lilinsani, kwa binadamu, aduu mubin, ni adui ambaye uadui wake uko wazi. Kwa hiyo hapa kila kitu kimedhihirika. Uadui kwa unakuja kwa sababu ya shetani. Subhanallah, inni raaitu 11 kaukaba, nimeota nyota 11. Subhanallah, wal kawkibu ikhwatu, lakini zile nyota maana yake ni ndugu zake. Ashamsu wal qamar, ndugu zake ni abawai, wazazi wake wawili, jua na mwezi. Akasema hizi zikinisujudia, hapa inaonyesha ta'dhimun wa tawqirun, kutukuza na kuheshimu. Bushra bil mulk, bishara hii kwa huyu atakuwa mfalme. Kwa hiyo hapa nasihatul abi al-hakim, ushauri wa baba mwenye hikma. Yaqub yakhafu alayhi, Yaqub anamhofia mtoto wake, kwa sababu shetani lilinsani adu mubin, shetani kwa binadamu ni adui wa wazi, kwa sababu shetani ataleta sababu alhasad walkaid. Ihdhar wasawisa, ule wasiwasi atauleta. Kwa hiyo ahibati fillah, Saidna Yaqub akamwonya mwanawe kuhusu jambo hili ambalo lilikuwa ni mtihani mkubwa kwa familia hii. Ilikuwa ni nuru kwa wakati wao, lakini ni mtihani mkubwa. Alfaidatul alqissa au alqasiyatul kubra, faida kubwa ya simulizi, kitmanu neema anil husad. Jambo la kwanza, Mtume anasema katika istainu bihawaijikum bil kitman, ndugu zangu ambao mnanisikiliza, jitahidini mwanadamu neema yake kuificha, sio kwenye TikTok naweka, WhatsApp, sijui tango. Kitmanu neema anil husad, kuficha neema mbele ya wenye husda. Tujitahidi sana neema. Inna dhi kulli ni'matin mahsud, kila alopewa neema anafanywa adui. Na faida ya pili, ru'yatul anbiya wahi, ndoto za manabii ni wahi kutoka kwa Allah. Faida ya tatu, ash-shaytanu yuwajjaju al-adawata baina al-ikhwa, shetani huwasha uadui baina ya ndugu. Ukiona ndugu anagombana, fitna inaingia, ujue shetani yuko kati yao. 4, faida yake tazkiyatun nafsi li khalifati al-kitman, ufichaji wa nafsi. Kama wewe ni khalifa, kuficha, jitahidi kuficha ibada zako. Kun hakiman ka Yaqub, ndugu yangu unaonisikiliza, kuwa mwenye hikma kama Sayyidina Yaqub alayhi salam, katumia hikma kubwa sana. Na vile vile almarad, maradhi yanayopatikana hapa tunayoyaona, alifsahu ani ni'ma lilhusad, ugonjwa kueleza neema kwa wenye husda. Huu ni ugonjwa mkubwa. Mtu mwenye husda usimueleze neema yako hata kama unampenda,
na utamjua tu mwenye husda. Saukhbiruhum bikulli shay'in, na vile vile nitakuelezeni kila kitu. Ndio Yaqub akamwambia la taksusu ru'yaka uktum, usisimulie ndoto yako, ficha siri yako. Uktum sirraka, ficha siri yako. Ugonjwa wa kwanza kama huo nilikuwa nimeutaja, ifsahu neema lilhusad, kueleza neema kwa wenye husda. Na maradhu thani, maradhi ya pili mabaya, alghaflatu an adawati shaitan, sisi kwa tunaghafilika kusahau uadui wa shetani. Na dalili ashaitanu dhaifun, shetani ni dhaifu. Ndio adawa, dawa yake inna shaitana aduu mubin, hakika shetani ni adui wa wazi. Ista'idh billah, jikinge kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, kanuni hapa, uktum ni'mati wahdhar aduwi, ficha neema yako na ni jihadhari na adui. Sijui tumefahamana. Wajibu wa haraka unaotupasa sisi sasa hivi tufanye katika sura hii tuloisoma, jitahidi sema qul a'udhu billah minash shaitani rajim, sema mara 3 kutokamana na shetani. La tuhadith kulla nasi bina'imik, usimweleze kulla nasi bini'amik, tusiwaambie watu wote neema tulokuwa nazo. Uktum bidhamil hikma, katimul sir, ficha neema ambayo ulokuwa nayo. Sijui tumefahamiana hapa. Ndipo utapoona neema Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalalu aloweka kwa waja wake. Ahibati fillah, aya inayoendelea Allah anatuambia wakadhalika yajtabika rabbuk, na kama kadhalika yajtabika rabbuka wa yuallimuka min ta'wili lahadith, kama alivyokuneemesha Mola wako kuona ndoto hii, pia Allah atakuteua, atakufundisha uaguzi wa ndoto. Yuallimuka min ta'wili lahadith, atakufundisha kutafsiri ndoto watu wakiona. Wayutimmu ni'matahu alaik wa ala ali Yaqub, na Allah atatimiza neema zake kwako na kwa kizazi cha Yaqub, kama atamaha ala abaik, kama alivyotimiza hapo nyuma kwa wazazi wako wawili, min qabli Ibrahim wa Ishaq, inna rabbaka alimun hakim, kabla Ibrahim na Ishaq, kwa kuwapa unabii na utume. Inna rabbaka alimun hakim, hakika Mola wako anamjua anayemteua miongoni mwa waja wake, na ni mwingi wa hikma. Hakimun, katika kuendesha mambo ya viumbe vyake. Nani anastahili kufanywa mtume? Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia maneno hayo. Ni maneno mazito ambayo yanataka kuzingatiwa mno. Kwa hiyo ndugu zangu, hapa tumeona Sayyidina Yusuf alayhi salatu wassalam alivyokuwa ameambiwa kuwa hii ndoto ina mambo makubwa, utafika mbali. Allah istafa yati al-imtihan, hapa Yusuf amechaguliwa, lakini katika kuchaguliwa ndipo kunapokuja nini? Kunakuja mtihani mkubwa sana. Neema ndio hiyo, Allah amemchagua Sayyidina Yusuf alayhi salam. Yajtabika rabbuk yastafika linnubuwa, anakuchagua kwa unabii. An-ni'amul kibar tasbiquha al-mihan, neema kubwa hupitia mtihani kabla yake. Kwa hiyo Yusuf atakuwa mfalme, atakuwa mtume, atapata neema, lakini kwanza lazima ile sugu. Wa yuallimuka min ta'wili al-ahadith, atakufundisha tafsiri ya hadithi. Ilmu tafsiri ru'ya, elimu ya kutafsiri ndoto. Hikmatu rabbania, hikma ya Allah ya kiungu. Wa yutimma ni'matahu alaik, na atakutimizia neema yake juu yako. Lakini al-aqibatu khair, as-sabru miftahu al-faraj, lakini mwisho wake ni khairi juu ya mitihani unaopitia, na subra ni funguo ya faraja. Kama atamaha ala abawaik, kama alivyotimiza kwa wazazi wako wawili. Hii sunnatullahi fi ali Ibrahim
maana ni njia ya Allah katika kizazi cha Ibrahim, an-nubuwata wal hikma, unabii na hikma. Subhana al-malikul quddus. Ndugu yangu ambaye uko na mitihani muda huu, ya sahib alham, ewe mwenye huzuni, unakuwa Kionga, unakuwa Magomeni, unakuwa sehemu yote, usiwaze, Mwenyezi Mungu atakupa faraja. Na katika mwezi huu mtukufu wa Muharram tunamwomba Allah atujalie haya tuyafanyie kazi. Leo tukajiangalie, tumevumilia mara ngapi, tumesubiri au tumehusudu wangapi, tumemwomba msamaha Allah. Al-ilmu inda Allah, elimu ni kwa Allah. Hadha ma yadhharu li, haya ndo alonidhihirikia. Allahu huwa alam wa ahkam, Allah ndo mjuzi na mwenye hikma.